message tayari taarifa imepita. Kwa hiyo ule uharaka wa urahisi na kasi imekuwa kubwa. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Ukuaji wa biashara na ajira, hiyo pia ni faida mojawapo ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa nguzo kubwa sana ya kiuchumi na kidijitali. Wajasiriamali wengi sana wadogo na wakubwa wametumia mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao. Na hapa ndugu zangu, hapa kuna fursa kubwa sana ambayo sisi wote baada ya darasa hili na imani tutatoka tumepata ufahamu wa kutosha kuweza jinsi gani ya kutumia muda wetu na mitandao tuliyokuwa nayo kuweza kuwa ni sehemu ya kipato, kwa sababu asilimia kubwa ya watu sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujinufaisha. Wale ambao wanaona mbele, watu wengine wanaona, wengine waoni, wanaona mbali, kutumia fursa ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kunufaisha. Lakini faida nyingine ni uhamasishaji na sauti ya pamoja. Hamasa yoyote inapokuwa jambo la kijamii, ni rahisi kutumia mitandao ya kijamii na kuhamasishana. Kwa mfano, kumetokea shughuli za harusi, misiba, tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kuweza kukusanyana, kuchangiana, kuhamasishana na kufanya yale ambayo malengo ya ile shughuli. Lakini kwenye faida mojawapo ni kwa awali wa ujenzi wa mtandao na maendeleo ya kimfumo. Wakati mwingine sasa hivi kumekuwa na vyama mbalimbali vya wataalamu, maprofesa wana vyama vyao, wanatumia pia mitandao ya kijamii kutengeneza mtandao. Inawezekana mwingine yuko Amerika, mwingine yuko Europe, mwingine yuko Afrika, lakini unaweza kutengeneza mtandao na hata baadhi ya wagunduzi wameweza kufanikiwa kupitia hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hizo ni faida kuu sana kwa ujumla. Hapa nimezungumza kwa ujumla kuonyesha bila kuingia kwenye sehemu vyetu, kwa maana habari, wafanya biashara, jamii kwa ujumla, wanafunzi, ili nimezungumza kwa ujumla faida zake za mitandao ya kijamii ni hiyo. Tukiendelea sasa, tuangalie kwenye sekta ya habari, tuangalie athari ya mitandao ya kijamii kwenye sekta ya habari. Mitandao ya kijamii imebadilisha sekta ya uandishi wa habari kwa kasi kubwa, ikileta fursa mpya na pia changamoto kadhaa kwa wanahabari. Kama nilivyosema, kwa media ilipofikia sasa hivi, mwenye kutoa habari kwa haraka ndiyo mwenye faida ya ile media yake, kwa maana ile watu wanapenda chombo cha habari ambacho ukiangalia kwa wakati huo unapata taarifa ya uhakika na taarifa ambayo ya wakati mwafaka. Sasa kwa vyombo vya habari, social media imesaidia sio tu kwenye kusambaza habari mpaka ukusanyaji wa habari. Unaweza kwa mwandishi wa habari sasa hivi akaripoti vitu vya ambavyo viko Songea, akakusanya taarifa na akaripoti akiwa Dar es Salaam, kwa sababu ya urahisi wa usambazaji wa zile habari. Zamani, miaka ya nyuma, ukiwa na habari iko tukio limetokea Kigoma, na magazeti, vyombo vya habari vyote vilikuwa Dar es Salaam ndio unapochapisha magazeti. Habari ya Kigoma inabidi itumiwe treni, itumiwe vyanzo mbalimbali, yani taarifa inaweza ikatumiwa aidha kwa ujumbe kupitia posta, au taarifa katumiwa zile simu za mashine zile, unapiga ndio maandishi kutoka kule. Kwa hiyo inaweza kachukua kitu cha masaa 5 kaja kuripotiwa baada ya masaa 5 walipita. Kwa hiyo umeona sasa hivi kasi na usambazaji wa habari umekuwa mkubwa kwa sababu ya social media. Lakini vyanzo vya habari vimekuwa vingi sana. Kwa mfano, habari yako unataka kutengeneza kwa mwanahabari, anakuwa na vyanzo vingi. Anakuwa na chanzo kwa maana anataka kufanya ile wanasema cross checking ya habari yake kama iko sahihi. Kwa maana hiyo atawasiliana labda kama habari inahusiana na ajali
na polisi, itawasiliana na hospitali kwa wakati huo na kupata habari ambayo imekamilika. Kwa hiyo urahisi umepatikana kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Lakini kuzaliwa kwa uandishi wa habari, uandishi ambao tunaita interactive journalism. Sasa hivi huko nyuma, kwa mfano unaangalia taarifa ya habari kwenye TV, ulikuwa wewe unapokea tu, hauwezi kutoa maoni, au kuna mjadala kwenye mna mada kali. Kwa mfano kama sasa hivi tunaendelea na mada yetu, lakini mabadiliko ya uwepo wa mtandao wa kijamii umefanya kupatikana na ile interaction, mawasiliano ya pande mbili, kwa maana anayezungumza, lakini kuna watu wanaweza kauliza maswali kwa sababu mtandao umeruhusu hilo. Hapo zamani ilikuwa unasikiliza mpaka mwisho umemaliza. Sasa hivi unaweza ukainteract na kuweza kuwasiliana na yule anawasilisha mada na kuweza kufikia hitimisho ambalo liko uzuri zaidi ya mwanzo. Lakini pia kwa habari, kwa wanahabari, imeongeza uwezo wa wanahabari kuweza kujiamini, kwa sababu anapokuwa na uwezo wa kukusanya takwimu sehemu mbalimbali, anahakikishia kwamba kile anachokizungumza au maudhui yake yatakuwa ya kweli, kwa sababu ana vyanzo mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye sekta ya habari, hayo yamekuwa moja ya faida kubwa ya mitandao ya kijamii. Sasa kila kwenye mafanikio kuna changamoto. Je, changamoto gani ambazo sekta ya habari inakutana nazo kutokana na uwepo wa social media? Kwanza, kumekuwa na ukuaji wa habari za uongo, fake news. Kwa sababu kuna kasi ya mtandao, watu wengi wanapenda kuripoti kwanza, wanapenda sana kutoa habari mapema. Hata sisi, kwa mfano, tokea tukio lolote mtaani, tukio lolote tu ambalo ni la ghafla, utaona tunachukua simu bila kutathmini kinachotokea na kuanza kurekodi. Mtu, kwa mfano, mathalan, mtu anakimbizwa, wanamkimbiza watu, wanamkimbilia watu, ndio wamechukua mawe, wanampiga, unaweza kurekodi unapotuma. Kumbe unasema, unafikiria bado ni mwizi, umetuma, umeandika huyu ni mwizi, kumbe yule mtu sio mwizi, bali ni matatizo ya akili, tunamkimbiza. Lakini wewe kwa sababu ya uharaka wako umechukua, umerekodi na umeanza kuposti. Kwa hiyo mtandao, kwa hiyo watu waandishi habari wana changamoto kubwa sana, habari ipi sio sahihi na habari gani ni sahihi, kutokana na ukuaji wa mtandao ya kijamii. Lakini hiyo ndio tumesema kuna shinikizo la kasi kwamba kila mtu anataka kuwa wa kwanza, lakini kwanza kwa usahihi au kwanza kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo ndio imekuwa ni changamoto inayotokeza kwa vyombo vya habari. Pia changamoto nyingine ni kudhibitisha sasa ipi hii ni habari sahihi au ni fake news. Sekta ya habari, pamoja na changamoto hizo, lakini kumekuwa na njia wanazozitumia ambazo hata wewe binafsi unaweza kuitumia kuhakikisha hii habari ni sahihi au ni fake. Japokuwa nitakuja kuelezea huko baadaye kwa jamii ya kawaida inaweza kutambuaje hii ni habari sahihi au sio habari sahihi, lakini kwa ujumla kwa waandishi wa habari wametengenezewa. Kwa mfano, unaweza kutumia Google Images kuweka ile, kwa mfano, picha tukio linasemekana nyumba inaungua moto sehemu fulani, mtu ametuma ile post, wewe unataka uhakikishe, je, kweli? Unachukua ile image unaitia kwenye Google Images, unauliza Google Image itakupa tu hii image, kama ni image ambayo sio ya wakati huo, utaona tu itakupa data zake kwamba hii ni image ya wapi, imetoka, imepigwa lini, kwa sababu ukiupload au ukiingiza chochote kwenye internet kina save tarehe na muda ambao umeingizwa. Kwa hiyo ukiweka ile picha utaona kuna baadhi ya information zinakupa. Sitaki kuzungumzia AI,
nazungumzia hali ya kawaida tu, kwamba unatumia Google image unapata kitu. Kwa hiyo unapata kupata. Kwa hiyo kuna zana nyingi kwa waandishi wa habari ambao zinawasaidia wao kuweza kupata hizo. Sasa tukienda sekta ya habari, changamoto nyingine ni kupotea kwa maadili ya waandishi wa habari kutokana utafutaji wasomaji wengi. Nataka wasomaji wawe wengi, wamekuwa wanahabari wengi kwa uharaka wao wanaposti picha, video, maudhui ambayo sio sahihi, lakini yanaharibu image au taswira ya ile chombo cha habari. Kwa hiyo tunashauri sio vizuri kwa mwanahabari kukimbilia sifa ya siku moja wakati mmoja, alafu inaweza kabomoa image nzima ya ile media, kwa sababu ukitoa habari fake mara ya kwanza, ukatoa habari fake mara pili, ile trust au ule uwezo wa watu kuamini kwamba chombo hiki ni chombo madhubuti unapotea. Kwa hiyo maadili yanapotea kama mwanahabari hatakuwa makini na kuamua kufanya vitu kwa uharaka bila kuangalia ukweli wa habari husika. Sasa tuje kuangalia wafanyabiashara. Mitandao ya kijamii imebadilisha kabisa ulimwengu wa kibiashara, ikitoa fursa zisizo na kifani, lakini pia ikija na matangazo mapya ya wafanyabiashara. Mitandao ya kijamii imetoa fursa nyingi sana kwa wafanyabiashara.